Karibu kwa mara nyingine ndani ya simulizi za Whoz. Na leo tukianzia hapa tunaona ni mavazi ya watu ambao ni mavazi ya kizamani, alafu kuna vazi la mtu mmoja inaonekana kama ni vazi la kisasa. Sasa huyu mshikaji huyu anatuelezea historia yake ambayo imemkuta mpaka yeye kuingia katika karne hii ambayo ni karne ya miaka ya nyuma, yani ni BC. Sasa alikuwa amefungwa na pamoja na wafungwa wengine, inaonyesha kwamba walikuwa ni watumwa. Sasa anatuelezea kwamba yeye alikuwa ni mtu wa kawaida na alikuwa anafanya kazi ofisini. Sasa alikuwa anapenda sana kwenda katika nyumba ya bibi yake ambaye amekufa na kwenda kusoma baadhi ya vitabu. Sasa kuna vitabu fulani hivi alikuwa akisoma, na vitabu hivyo vilikuwa vinaonyesha kwamba anasoma ni vitabu vya miujiza, yani vitabu vya majini. Sasa baada ya kusoma vile vitabu sasa vilianza kuleta shida na majini walianza kutokea katika nyumba yake. Sasa baada ya kuingia na hilo jini, aliamua kukata mkono ambao umeingia jini na kutoa kabisa. Sasa bahati mbaya kuna njia fulani hivi ilijitengeneza katika mbingu. Sasa ile njia ilimvuta na kumpelekea maeneo hayo, na hatujajua ilikuwa inampeleka sehemu gani. Sasa alikuja katika dunia nyingine. Hii ni karne ya nyuma kabisa, yani anasema ni karne ya nyuma kabisa, anasema ni BC, before Christ. Sasa baada ya kuingia huku alianguka chini. Sasa watu wanamshangaa, huyu ni nani? Mbona kama amevaa mavazi ya kisasa alafu ajulikane ambapo ametokea huko. Na yeye anashangaa kwamba mbona kama kuna farasi hapa, anasema kwamba hapana, so mimi sipo katika hivyo vita vyenu. Wanamwangalia vizuri, anasema huyu mshikaji ametokea tu huko, maana alianguka na ameanguka kutoka juu, hivyo hatujui ametokea wapi. Sasa wakasema kwamba na huyu wamkamate, wanasema wamuunganishi katika mateka ambao wamewateka. Sasa alifungwa kamba na kukokotwa. Mzee alikuwa anapelekwa katika ngome moja hivi. Kumbuka hii ni karne ya nyuma kabisa ambayo wameletwa, na yote ni kutokana baada ya kusoma kile kitabu cha mashetani, wanasema Book of Ghost. Sasa baada ya kuletwa huko alishangaa ni vitu vya zamani kabisa, hata nyumba zake, watu wake, mavazi yake alikuwa ni ya zamani. Sasa wanakijiji wanashangilia baada ya mateka hao kukamatwa wanaoleta shida katika kijiji chao. Sasa kuna dada mmoja alimfuata yule, wanasema yule jamaa alimfuata, alimnyonga, alimsukuma, nyinyi ndio mnatulia watu wetu katika kijiji chetu. Sasa hapa leo kulikuwa na kafara inafanyika, mateka wote ambao wanakamatwa na kuleta huku wanatiwa katika kisima iko cha mashetani mzee, yani kwa kisima ukiingia utoki salama. Sasa walikuja viongozi wakuu hao na kuanza kumchukua mmoja mmoja kumtia katika kisima hiko. Walitaka kuanza na huyu, lakini na huyu akasema kwamba wewe utakuwa mwisho, maana unaleta naniliu, unaleta shida kidogo. Basi kilifunguliwa kwa kisima, kila mtu baada ya kuona vile alirudi nyuma. Sasa huyu bibi alikula mkate na kusema kwamba hatobaki hata mtu mmoja. Sasa mtu mmoja alifungiwa, alitupwa katika shimo mzee. Angalia kitu kilichotokea mzee, yani ni kama damu mzee zilinuka bweni kwa chini, kama kuna kiumbe fulani hivi kinachuja mwili wa mtu na kutupa damu tu. Sasa watu wote walishangaa. Hiyo ilikuwa ni kafara ambayo walikuwa wanaitoa mzee. Sasa wakasema ni zamu yako sasa, nao yu. Sasa subiri kwanza, mimi sio adui yenu ni huyu ambaye mmemteka. Mimi sijui ambacho kinaendelea hapa. Mbona mtaka kunionea? Lakini wakasema ndio huyo anaongea, mpelekeni, ndio huyo. Sasa washikaji wakamsukumia huko chini mzee, kaingia kwenye maji. Hapo anashangaa yani kisima kilikuwa kina mapango sehemu, unaona mkono wa mtu ambaye anatokea, watu jui ni nani. Mara ghafla alibuka mzimu mmoja mzee, akaanza kupangana naye, watu jua anashangilia, wewe piga. Sasa ule mzimu ulianza kumnyonga mzee, aliunyonga. Wale ni watu ambao walikuwa katika karne ya nyuma, na mshikaji alikuja katika karne ya nyuma, lakini yeye ni karne ya mbele yani. Sasa akaanza kupigana ule mzimu. Sasa kuna mzee mmoja alichukua ile chenso yake, bahati nzuri alimrudishia na kumpatia. Basi kile kimzimu kilikata kichwa mzee, watu wanashangilia, piga wewe. Sasa kuna ile mzimu mmoja mzee likali linakuja mzee, kalikata mkono. Afu sasa kuna misumari ambayo inakuja kumpana. Basi alifungua mkanda wake na kuchomeka katika nyororo. Sasa kile kimzimu kikawa kinamng'ang'ania kwenye mguu, kipiga mateke kichuki, mpaka kikabanwa na ile minyororo. Sasa mtu akatoka mzee, watu wote hao nyuma. Huyu ni mtu gani wewe? Hapo akasema kwamba nyie rudi nyuma. Mbao, nani anataka kupigana na mimi? Wewe njoo. Hapana mzee, hapana. Basi wewe kipala, njoo. Wewe si unifaa wewe umenitupa humu, unataka mimi niulie na mizimu, si ndio?
hapana mzee. Sasa watu walishangaa, huyu ni mtu aina gani mzee, ameweza kutoka katika kile kisima, hawezi kutoka hata mtu mmoja. Alisema kwamba mwacheni huyu mfungwa anaondoke. Mfungwa alichukua farasi wake pamoja na wenzake wakaondoka. Sasa huyu kiongozi akawa elewi mzee, akachukua panga mzee. Baada ya kuchukua panga kapigwa risasi gobole mzee, panga likavunjika. Sema hiki ni kitu hatari, hapa anaonyeshia nitawabutua wote vichwa. Watu wanarudi nyuma, unajua hiyo risasi mzee ni gobole hilo. Kila mtu anamuogopa mzee. Sasa kuanzia leo hakuna mchenzi yoyote ambaye atanisogelea. Maana alitoka mzimu katika kisima mzee, akachukua ile gobole kamweka. Watu wakajua kwa nasema huyu ni mtu ambaye ametoka katika miaka ya mbele. Sasa Esa wakamtawaza kama mfalme mzee. Analeta misosi nini? Lazima uwe mfalme. Maana kwa zana zako ambazo umetumia ni zana za teknolojia, ni miaka ya mbele kabisa. Sasa wakamtawaza kwa mfalme wao. Sasa mzee anakuja kwamba anasema kwamba nataka unisaidie nirudi katika dunia yangu ile nilotoka. Sasa mzee anasema kwamba unabidi upate kitabu, maana kumbe pembeni kulikuwa na kimzimu. Sasa we mtoto, nataka nikupime uwezo wako, sio hivyo unapiga na mizimu. Maana kilianguka chini. Mzee vipi kadata? Maana nataka kumshika mzee, akanyanyuka tena ule mzimu. Yaani mzimu huu ulikuwa anataka kulipiza kisasi, maana amesikia kuna mtu wa miaka ya mbele ambaye amekuja. Sasa anataka amtesti kimzimu mzee, kitaka kuchukua mtungi, kapigwa risasi, kaa kikomi, kapigwa risasi nyingine, kikaa kinakuja tu, akasema ngoja. Kapigwa tena risasi kikaanguka. Sasa mzee wa nyuma akaja akasema, mwanangu, ulishaanza kupigana na chai wa hapa. Sasa sijui utakaaje, maana hapa niko na chai chungu mzima. Sema ngoja. Sasa akaanza kutengeneza mkono wa chuma huo. Maana si mkono wake aliukata kule baada ya kuingiwa na mapepo. Basi mkono wake aliukata, sasa hapo anatengeneza mkono wa chuma. Sasa udada anakuja huko anasema kwamba naomba unisamee, maana mimi ndo nilikupiga na jiwe kule, nilikusukuma kipindi kile, nikazania mtu wa ajabu, yani nikazania ni mtumwa, kumbe au kuwa moja kati ya maadui. Sasa dada akawa kuna kitu fulani anataka. Mshikaji akawa elewi. Sasa hapo baada ya kumfuata akasema nimeelewa sasa. Wazee kama hivyo mzee walimaliza. Watoto wakalale hapo jamani, watoto wakalale. Basi baada ya kumaliza pale usiku sasa hiyo iliingia mzee, bado ametawazwa kuwa mfalme. Sasa kuna farasi fulani hivi alitumwa kwenda kuchukua, kuna kitabu iko, maana bila kitabu hiko mshikaji hawezi kurudi, atabaki huko katika miaka ya nyuma. Sasa mzee anamwambia kwamba itabidi sijui sema maneno fulani cheche. Hata mzee anasema mshikaji anasema kwamba nimeelewa bana, mimi kwani si mtu wa karne za mbele, lazima nielewe. Sasa akaenda na farasi wake mpaka huko kwenye misitu mzee. Lengo alikuwa anatafuta kile kitabu ambacho itabidi aseme maneno hayo na njia ya dunia nyingine, ile wasema ni karne ya 20 na ngapi ifunguke. Sasa baada ya kufika mbele kuna kitu sasa kikamtokea, kikaa kinamkimbiza. Farasi aligeuza haraka huko, jamaa anapiga kelele tu, mama we. Kuna kitu ambacho hakionekani kikaa kinamkimbiza mzee. Mara farasi mzee kaanguka, kaingia kwenye maji, mzee anakimbia, baba msaada. Alikimbilia kwenye mapori, kwenye maneno, akikimbia kwenye nyumba moja kama nasema ni kipimo upepo kile. Aliingia kifungia mzee, huko anapiga kelele, kitu kinabomba, kinapiga mlango, mzee anapiga kelele mpaka kikaacha. Sasa muondani sasa. Jumba liko lina mitambo kila sehemu. Jumba liko alieleweki, aliaminiki. Sasa mshikaji mpaka akaanza kuogopa. Ndio nisije nikawa nimeingia kule, anageuka nyuma. Kuna vijitu sasa hivyo. Yaani hivyo vijitu unaambiwa vijitu nyoko. Sasa akiangalia kwenye kioo unaona kama kuna watu fulani wanafanana na sasa vikatoka vijitu hivyo vidogo, vikawa vinafanana na mzee, vikamchomeka na niliu. Yaani vilikuwa vitundu, yani vinapiga risasi ovyo, vinamchomeka uma kwenye makalio, basi vinacheka. Yani vijitu vilikuwa vimefanana na hatajajua, yani hivi yote ni vishetani. Sasa mshikaji akawa anamtesa mzee, akinyanyuka kajibonda, akikauka kajibana, kajibandika, hapo anajibandua, anasema mimi yote wote bumbavu. Akaanza kuwapiga nyundo. Tangu saa ngapi wasianze kumfunika na beseni, akawa anacheza varangati mzee, anakalia moto, analia, anafunikwa na mapipa. Sasa kitu kimoja kikawa kimeonekana, kikapigwa, kikasukumizwa huko, na kimoja kitaka kukimbia, unakimbia sasa baada ya wakikamata, akibonda wewe mshenzi, unakimbia na kukanyaga. Saa ngapi wasimdegeshe msumari chini dade. Sasa baada ya kuamka kuna vijitu vikaona vikamfunga kamba mwili mzima, alafu vikawa vinamtanua mdomo imadi wamuingize mwenzao. Sasa yule mwenzao alimuingiza kwenye mdomo, alimezesha. Sasa yule kijitu kimoja kiliingia ndani ya tumbo lake, afu kinacheka.
Sasa mshikaji akasema mimi nakunywea maji mumo ya moto mzee. Kanywa maji, kijitu kikawa kinaungua. Sasa mbona kama kwenye bega lake ukawa kuna washa mzee, kumbe kile kijitu kilikuwa kinatokea kwenye bega, ukawa kuna jicho. Sasa alipotoka nje mzee, wakawa mapacha. Mshikaji toka kwenye mwili wangu na nitoka kwenye mwili wangu, waka wanadungana vikombe mzee. Piga kikombe huu kwenye mti kuna deki. Sasa wakawa wanatoka kama mapacha, anatembea kama wanasema kiongozi, bahati nzuri katoka kabisa. Mtu wangu nilikuwa nakutaimu. Sasa mshikaji anasema kwamba umechukua jisu langu wakaanza kumbunda, piga kitasa cha uso. Usintanie. Piga gobole la uso mzee, vuruga uso wote. Mshikaji lazima hapi, maana alikuwa na risasi za kisasa. Sasa akamfunga kamba, maana hii misimu hii ukiiwa bila kufikia mwili wa kuichanga charanga na kwa hivi. Achukua chainsaw mzee, kampitishia, anayumiza, akavukia. Sasa bahati mbaya kichwa kikaa kinaongea, mwanangu bado hazijaisha, nitafuka tu huko. Amtupia mchanga, unajua. Akachukua na msalaba akamchomeka hapo mbao, hakuna kuamka. Sasa mshikaji akaanza na safari yake ya kutafuta kile kitabu ambacho kitaweza kumrudisha katika dunia dunia inayo wanasema dunia aliotoka. Sasa baada ya kufika mbele, alikuta sehemu fulani hivi kuna vitabu kibao. Alimwacha farasi na kwenda kusogelea eneo hilo. Sasa baada ya kufika pale, kulikuwa na vitabu kama vingapi, 6 sio 7, kila kitabu kikiwa na aina yake ya mchoro. Sasa akawa anajifikiria sasa hapa itabidi nene maneno, akawa ananena Real Madrid. Sasa mshikaji amesahau yale maneno ambayo amenena kule. Sasa kitabu kimoja ikaanza kumvuta mzee, kamvuta unadeki vuta, akajitoa sura hilo hadi kisura kama limekuwa kama mjomba Hussein, sura imenyooka kama bigiji, akawa anarudisha sawa. Bado hiyo kudada deki imekaa sawa. Sasa hapo kila kitabu akawa anakiogopa mzee. Ila wiki naweza nikakichukua nikatolewa na niliu. Hiki sasa katika kitabu kimoja kisimng'ate. Kwa nini? Kikamng'ata, kila kituba kinamrudia, kinamng'ata. Ale amesahau yale maneno ambayo aliyasema kipindi cha kwanza kule mpaka analitoka katika dunia hii. Sasa akasema hiki ndio chenyewe hiki. Sasa hapa ni nini tena yale maneno? Real Madrid. Sasa Real Madrid vipi mzee? Umesahau maneno. Akasikia itakuwa imejibu nini hiyo? Sasa hapa itabidi nichukue kitabu, maana hapa shanza kuwasoma, maana nasikia sauti za ajabu. Kama anaona ujinga wanachukua kitabu nichukue nige kwenye begi, ndio hiki kweli. Mara vitu vikaanza kutokea mzee, vitu vya ajabu vikawa vinachomoka mzee, makaburi yanapasuka, vimbao vinamkosa. Kumbe sasa huko nyumbani kulikuwa na upepo wa ajabu. Anasema wala mshikaji kashakosea masharaiti huko, ndio maana hali inabadilika hivi. Sasa hiyo mijabali chomoka mzee. Kumbe sasa kuna wafu mzee walikuwa wanaamka, mwanetu tuondoke uzimu. Sasa akawa anamchukua kwenye meno, mimi nasema vile vile wanamuingiza mpaka kwenye pua mzee, mdomo. Utaniua jamani. Deki sema cheni msintanie mzee, maana vidole vingine anamuingiza kwenye mkono. Sasa vile vifua kavivunja mkono, kavikanyaga mzee, kachukua kitabu kiatu, abaki hapo. Yani hapo amesema maneno ambayo yamewafufua wafu, yani amekosea zile spelling ambazo zitamfanya yeye kufungua njia. Sasa hapa amefungua wafu. Hata ule mjomba ambaye amezikwa kule akaamka mzee, amwili asema ana live again, yani anaishi sina kwa mara nyingine. Sasa hapo sasa katika kijiji taarifa zimefika, vipi mzee, watu wanamshangilia. So wewe niacheni kwanza, maana nilikutana nayo huko sio poa. Kitabu ndio hiki hapa mzee, lakini sasa nilikutana nayo huko sio poa. Naomba nisaidie nirudi nyumbani, maana hapa kitabu kishanizingua. Sasa mzee anamwambia umesema maneno sawa yale? Wewe bwana nirudishe nyumbani bwana, mimi sielewi maneno umeyasema sawa. Akasema ndio, lakini kwa kweli maneno kusema sawa, maana alikuwa amekosea. Anasema sijui Real Madrid sijui nini. Sasa mzee akasema baridi, haina shida, ngoja nikakifanyie kazi. Sasa mpenzi wake anakuja anambia kwamba hivi unataka kutuacha, unataka kutulivu sisi? Akasema mimi nataka kurudi nyumbani bana, huko kumbuka mimi nilipokuja kusoma familia yangu mimi nimeacha huko katika karne ya mbele huko. Sasa bahati mbaya wale wafu mapopo nini sijui mapopo lenja, mapopo bawa, bahati mani. Hata bahati mbaya akamchukua ule mdada, anasema demu wake mzee, akampeleka katika hema yao, tulia mchumba, akambeba. Hata mshikaji anasema hapana. Demu alikuwa kashabebwa mzee, vifuvu hivyo vikawa vinamshaa mzee. Mzee Mangungu, amka.
vikawa vinamshana mzee, vinafukuana, wao mfukua msela nilio msela chuji baridi. Sasa yule demu aliletwa huku mzee, mchumba, najua mimi nataka nini? Mimi nataka unipe kisi mzee, nampenda mdomo wake mchumba. Sasa yule demu akana analazimishwa kule mzee, yakashafufuka akana anamlazimisha yule demu kufanya mapenzi. Sasa huku jijini taarifa zinakuja kwamba itabidi tujipange, kuna jeshi la wafu ambao limefufuliwa. Sasa mshikaji anasema kwamba mimi nitaanza kupambana nalo. Je, nani ataweza kujitolea na anasema kuungana na mimi? Sasa akawa na sita, wewe unataka kutuua maana hili alifi mzee. Basi mmoja kanyosha, sawa, mimi nitajitolea, nitapambana nalo, na mimi nitajitolea, na mimi hapa. Basi hapa tunakwenda kuangamiza majeshi yote ya wafu, vipi? Ndio. Sasa huko sasa udemu kashabadilisha tena, mwana kashabadilika, alafu anasema sijuti kwa nilivyo, bali nasikia good, I'm feeling good. Yani kashabadilishwa mzee, hatari. Sasa huku mzee, ile gari ambayo limetoka kule na nilio kama wanalikokota na kwenda kupelekwa vitabu hivi. Na mshikaji alikuwa anapenda sana kusoma vitabu, ndio maana ikampelekea katika matatizo haya. Alisoma sijui mambo ya kutengeneza nini, sijui kufufua majini, sijui kusoma vitabu vya majini. Sasa kuna kitabu kimoja kilikuwa kinamfundisha jinsi ya kutengeneza baruti, mabomu, guns hizi, bunduki nini. Afu pia akawa anafundisha mazoezi ya kupigana mzee. Sasa baada ya muda yale majeshi ya wafu, Walking Dead, akawa anatia timu katika ngome yao. Sasa matrumpet akawa anapuliza pam pam pam. Sasa mshikaji anaangalia huku, baba, hizo ngoma vichwa vya watu, vifuvu mtu dadadeki. Hawapoi mzee, anasema tunaenda kuangamiza kina mjomba Ucheni, mjomba Mudiji, na tunaenda kuangamiza. Sasa baada ya kufika hapa wakawa wanashauriana, kikosi namba 2, kikosi namba 3, sura zao zimeoza mzee, yaani utamani mara 2 kuangalia. Akaja mfalme, anasema mkuu wao, sasa nimekuja tena, unasemaje mchumba, hapa tunaangamiza utawala, tunakuwa wewe na kufanya unakuwa queen. Sasa wakawa wanashauriana mzee, wale tunaingia hivi, tunavamia, hapo bado pua tu, songa pele. Sasa katika ngome hii wanasema tupandishe daraja, maana pale kuna kwa kama kuna daraja. Sasa ile gate akalishusha, hapo akachukua mishale ya baruti ndio alizotengeneza. Wakaanza wait 1 2 3, fyatua. Sasa hiyo vifupa mzee vinapasuliwa mzee, unajua ni mifupa, vikawa vinapasuliwa na baruti, piga. Sasa mchana sema nakuja hivyo hivyo, nataka naungua, nakuja. Ndio vifupa viunguja vinasema vifya visikima maumivu. Sasa mzee anasema mbona kama majeshi yangu anashindwa, akatuma majeshi mengine yakavunja ile gate ambayo linazuia bali mzee mianga. Sasa maaskari wakawa wanatumia sasa mbinu za mabomu makubwa, ni mabaruti yale, wanapiga mzee. Mshikaji anakuja na mbinu za kisasa, mabomu. Sasa hivi fupi kasema wewe sisi zenyewe hatufi kubali na inkevo hivyo. Ndio kavunja mlango mzee, wafunja dariki wenyewe, shambulieni. Na sasa vifupi kaanza kurusha silaha zao mzee za nanili, ndugu inacheka, unajua yani sila mikuki yao ni mifupa, mishale mifupa. Hapo akasema tunaingia, tunasababisha mzee, tunasababisha. Sasa vifupi kama vinavamia hiyo fence hiyo yananiliuze, akawa anapigana yani ngumi mtindo mmoja. Sasa mwanaisha sema kama majeshi yote yarudi nyuma, maana ilishaanza kutuzidia. Sasa mshikaji akaja na ile mgari mzee, alikumbe aliutengeneza, aliukarabati mbele, weka bonge mfeni, ukaona chinja mzee, chinja vifupi kama vinachinja kata kichwa. Yani kama gari likarabati. Sasa kumbe mbele kuna demu wake, ile mshikaji alimwona demu wake. Sasa akaamua kulipindisha pembeni ile gari mzee, alipindisha likaanguka, likaharibika. Unaona kosa hiyo? Basi demu wake achabadilika mzee, chakuwa nyambisi. Sasa wakawa anamkita wewe. Sasa demu wake akawa anamchuma anamkosa kumpiga kwenye mkuki wa sehemu nyeti mzee. Nafikiri itakuwaje mzee? So poa. Basi hapo tunafika tamati ya movie yetu, lakini pia na kuahidi tukutane katika vigongo vingine ambavyo vinafuata. Hii sio mwisho tu, bali inaendelea, lakini sasa kushare, kulike na kucomment. Mpaka kufikia hapo niseme chao.